قال رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحديث 24 هو حديث عظيم الشأن إنه اشتمل على بعض قواعد الدين. الحديث 24 حديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه نبكيوا kutoka أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbi katika zile hadithi ambazo anazipokea mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wake azza hali ya kuwa ameshinda wajal na hali ya kuwa ametukuka. Azza hali ya kuwa ameshinda wajal na hali ya kuwa ametukuka. Kwa hiyo kusema fima yarwihi an rabbih maana ghairu alquran inakuwa ni alhadithu alqudsi, inaitwa alhadithu alqudsi, lakini pia inaitwa alhadithu alilahi. الحديث الإلهي ثم هذا حديث إلهي يسمى هذا حديث قدسي. يسمى إلهي إضافة إلى من؟ إلى الإله نذفشك الله جل وعلا معبودي وحق. ikiambiwa الحديث القدسي تكون مذفشك kwenye القدوس sawa. kwa hiyo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ghairu mutaabbadin bitilawatihi, si yenye kufanywa ibada kwa kusomwa kwake. Ma rawahu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam عن الله جل وعلا ولم يتعبد بتلاوته, ni yale ambayo ameyapokea mtume mwenye kuchaguliwa mwenye kuchujwa sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake, lakini hayakufanywa ibada kwa kusomwa kwake. Kwa sababu ukisoma Qur'ani harufu moja unapata 10, kila harufu moja unapata 10, yani malipo yake, sio hadithul qudsi. Lakini pia Qur'ani usoma katika swala sio hadithul qudsi, utasoma katika swala haisabiki kwamba kuna kisomo hapo,
wanawachuoni wamekhtalifiana kwamba hadith al-Qudsi ni maneno ya Allah, yani kutoka kwa Allah lafdhan wa ma'na au ma'nan wal lafdh min an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana wote wamefikiana kwamba maana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na je na lafdhi nalo? Baadhi wanasema hapa lafdhi la mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa. Wengine wanasema hapa hata lafdhi ni kutoka kwa Allah jalla wa ala. Tofauti yake na Qur'ani ni kwamba lam yuta'abbad bitilawatihi bas, lakini lafdhi pia ni la Allah jalla wa ala. Na wamekwenda hivyo pia kwa ajili ya kuwapinga na kuwa mbali zaidi na Ash'ari na Maturidiyya. Hapa pana maneno mengi marefu, wal waqtu la yasmahu lana lidhalik, lakini tutosheki kwamba ni maneno ya Allah jalla wa ala ambayo لا يتعبد بتلاوته ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولكن ولم يتعبد بتلاوته. وأنا سمع أبو ذر رضي الله عنه kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika yale ambayo ameyapokea kutoka kwa Mola wake, annahu qala, kwamba amesema ya ibadi, Allah anasema hivyo ya ibadi, enyi waja wangu, anawaita waja wake, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Allah subhanahu wa ta'ala laysa bidhallamin lil'abid, si mwenye kumdhulumu mja yoyote, anasibishi yeye dhulma subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ameharamisha dhulma kwenye nafsi yake, hafanyi dhulma hata kidogo kwa waja wake, sawa. Waja'altuhu bainakum muharrama, na nikaifanya hiyo dhulma baikati yenu ni yenye kuharamishwa. Waja'altuhu, na nikaifanya hiyo dhulma bainakum, kati yenu, muharrama, ni yenye kuharamishwa. Kwa dhulma kwa njia zake zote na katika sura zake zote na ashkali zake zote ni haramu. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا, na yeyote atakayedhulumu miongoni mwenu nyinyi tutamuonjesha yeye adhabu kubwa. Kwa dhulma haifai. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatu inna akhdahu alimun shadid. Kwa dhulma haifai kwa aina yote, kwa sababu adhabu yake ni kali. Fala tadhalamu, bas msidhulumiane, sababu ni sigha ya musharaka. Tadhalama yatadhalamu tadhaluma, msidhulumiane. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dallun, nyote nyinyi ni wenye kupotea. Illa man hadaituhu, isipokuwa nitakayemuongoza. Fastahduni, nitakeni uongofu. Fastahduni, kwa sinna tani ya talabu fastahduni, nitakeni kuwaongoa, nitakeni uongofu. Ahdikum, nitawaongoza. Kwa hiyo uongofu uko kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah, na ndio maana tukawekewa suratul Fatiha katika kila swala, katika rakaa ya kila swala ya faradhi au ya sunna, tumwambie ihdinas siratal mustaqim. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndiye mwenye kuongoza. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum ja'i'un, nyote nyinyi ni wenye njaa. Illa man at'amtuhu, isipokuwa nitakayemlisha. Nyote ni wenye njaa isipokuwa nitakayemlisha. Fastat'imuni, nitakeni kuwalisha. Fastat'imuni, nitakeni kuwalisha. Ut'imkum, nitawalisha. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum 'arin, nyote nyinyi mko uchi. Enyi waja wangu, nyote nyinyi mko uchi. Illa man kasautuhu, isipokuwa nitakayemvisha. Fastaksuni aksukum, nitakeni kuwavisha, nitawavisha. Fastaksuni
aksukum, nitakeni kuwavisha nitawavisha. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum, hakika nyinyi, tukhtiuna, mnafanya makosa, billaili wan nahari, katika wakati wa usiku na mchana. Ya ibadi, hakika enyi waja wangu, innakum tukhtiuna billaili wan nahari, hakika nyinyi mnafanya makosa katika wakati wa usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi ninasamehe madhambi yote. Fastaghfiruni, basi niombeni msamaha, aghfir lakum, nitawasamehe. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lan tablughu dhurri, hakika nyinyi hamtafikia kunidhuru mimi, hamtafikia dhara langu, kwa maana hamtafikia kufanya jambo la kunidhuru mimi, kwamba hili jambo nalifanya ni mdhuru Allah, haitawezekana. Lan tablughu dhurri, hamtafikiria la kunidhuru, fatadhurruni, mkaweza kunidhuru. Walan tablughu naf'i, wala hamtafikia kuninufaisha mimi, fatanfa'uni, mkanufaisha, haiwezekani. Ya ibadi, enyi waja wangu, kwa sababu ukifanya jambo lolote la ujeuri wadhuru nafsi yako. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadhurru Allah shay'a, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasikuhuzunishe wewe wale ambao wanafanya haraka kwenda katika ukafiri, wanaritadi, wanaingia kwenye kufuru, wanabaki kwenye ukafiri wao na kuutetea. Wasikuhuzunishe, kwa sababu wao hawatamdhuru Allah kwa kitu chochote. Waman yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'a, na yoyote atakayegeuka kurudi nyuma visigino vyake hatamdhuru Allah kwa kitu chochote. Hadhuriki Allah subhanahu wa ta'ala, wala hanufaiki. Wakachinja wanyama wao, wakapakaza damu katika Al-Kaaba, hazimnufaishi chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kwa hiyo hakuna jambo lolote ambalo linaweza likamdhuru Allah au kumnufaisha kutoka kwa waja wake. Wanaoyafanya yote yanarudi kwenye nafsi zao, yakiwa ni mema yatawanufaisha wao wenyewe, yakiwa ni mabaya yatawadhuru wao wenyewe. Ya ibadi, enyi waja wangu, lau anna awwalakum wa akhirakum, lau kwamba wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu, mtu wa mwanzo mpaka wa mwisho, wa insakum, na watu wenu, yani watu katika nyinyi, wa jinnakum, na majini yenu, majini katika nyinyi, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, watakuwa juu ya ucha Mungu wa moyo wa mtu mmoja, minkum, miongoni mwenu nyinyi. Lau kanu, wangelikuwa au watakuwa, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, watakuwa juu ya ucha Mungu wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu nyinyi. Ma zada dhalika fi mulki shay'a, lisingelizidisha hilo katika ufalme wangu kitu chochote. Watu wote wakawa ni atqiya, sulaha, ubadu, zuhad, wamesimama katika taa kweli kweli kama malaika, basi ufalme wa Mungu, ufalme wa Allah jalla wa ala, usingezidi hata ushru min mi'shar, hata kidogo usingezidi chochote. Ndio maana maneno haya, ya ibadi lau anna awwalakum, enyi waja wangu, lau kwamba wa mwanzo wenu, wa akhirakum, na wa mwisho wenu, wa insakum, na watu wenu, wa jinnakum, na majini yenu, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, watakuwa juu ya uovu wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu nyinyi. Kanu, watakuwa ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, watakuwa juu ya uovu wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu nyinyi. Yani watu wote katika nyinyi mngekuwa nyoyo zenu ni kama moyo wa Iblisi, watu wote wakawa waovu kabisa, tughat, ashrar, fujjar, na uovu wao pengine wakampita Iblisi. Ingekuwaje? Ma naqasa dhalika min mulki shay'a, lisingepunguza hilo katika ufalme wangu kitu chochote.
ma naqasa dhalika, lisingelipunguza hilo, min mulki, katika ufalme wangu, shay'a, kitu chochote. Ufalme wake ungebaki vile vile Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, enyi waja wangu, lau anna awwalakum, lau kwamba wa mwanzo wenu, wa akhirakum, na wa mwisho wenu, wa insakum wa jinnakum, na watu wenu na majini yenu, qamu fi sa'idin wahid, watasimama katika uwanja mmoja, fasaluni, wakaniomba mimi, fa'ataitu kulla insanin mas'alata, nikampa kila mtu maombi yake. Wewe unataka nini? Ukasema chochote unachokitaka bila kufanya taaddi, ukavuka mpaka, omba ukaomba unachokitaka. Nataka dunia mara 20, nataka hivi, na kila mmoja akapewa anachokitaka. Ma naqasa dhalika mimma indi, lisingepunguza hilo yale yaliyoko kwangu, illa kama yanqusu almikhyatu, isipokuwa kama vile inapopunguza sindano au shazia. Mighzan ni shazia, mikhyatu sindano ya kushonea. Illa kama yanqusu almikhyatu, isipokuwa ni kama inapopunguza sindano, idha udkhila albahra, itakapoingizwa kwenye bahari. Yani watu wote sasa, tuko mtu wa mwanzo mpaka wa mwisho, majini na watu, kila mmoja ya Rabbi, mimi nataka dunia mara 1030, na mwingine hivyo hivyo na hivyo na hivyo na hivyo, kila mmoja achukue dunia mara 35, kutoka 30 kutoka 35, na wewe hivyo na wewe na wewe na wewe na wewe. Hayo hasingepunguza chochote katika ufalme wa Allah. Ni kama vile umechukua sindano ukaingiza kwenye bahari, ukaitumbukiza alafu ukaitoa. Bahari imepungua nini? Haijapungua kitu. Kwa ndio hivyo sasa katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ufalme wake ni mkubwa, hazina yake ni kubwa. Ya ibadi, yenyi waja wangu, inma hiya a'malukum uhsiha lakum, hakika hapana vingine, hayo ni matendo yenu, ninayadhibiti kwa ajili yenu. Ya ibadi, yenyi waja wangu, inma, hakika hapana vingine, hiya a'malukum, hayo ni matendo yenu, uhsiha lakum, ninayadhibiti kwa ajili yenu. Thumma uwaffikum iyaha, kisha nitawalipeni kwayo, kwa matendo hayo. Hayo matendo mnayotenda ni matendo yenu hayo, mimi nayadhibiti kwa ajili yenu nyinyi. Kuna siku maalum itafika, nitawalipeni matendo yenu hayo, kisha nitawalipeni kwa matendo hayo. Faman wajada khaira, basi yoyote atakayekuta khairi, falyahmadillah, basi na muhimidi Allah. Waman wajada ghaira dhalika, na atakayekuta kinyume na hivyo, ukakuta kuna mingine yasiyokuwa hayo ambayo hayafurahishi, fala yalumanna illa nafsa, asimlaumu yoyote isipokuwa nafsi yake. Inma, hapana vingine, hiya a'malukum, hayo ni matendo yenu, hayo mnayofanya ni matendo yenu. Uhsiha lakum, ninayadhibiti kwa ajili yenu. Thumma uwaffikum iyaha, kisha nitawalipeni kwa matendo hayo. Faman wajada khaira, basi atakayekuta khairi, falyahmadillah, amhimidi Allah. Waman wajada ghaira dhalik, na atakayekuta kinyume na hivyo, fala yalumanna illa nafsahu, asimlaumu yoyote isipokuwa nafsi yake. Laqad ahsahum wa addahum adda, wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda. Asema hivyo Allah, kwa hakika tumewadhibiti wao na tukawahesabu wao kuwa hisabu, na kila mmoja na wote hao watamjia Allah siku ya kiyama fardan, hali ya kuwa peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala wasabu, wa ahsa kulla shay'in adada, amekidhibiti kila kitu kwa idadi, mpaka matendo ya waja yamekusanya yote, yanahesabiwa. Ukikuta khairi, basi maslahi ya nafsi yako; kuta shari, basi hakuna wa kumlaumu. Nafasi ulipewa wewe hapa duniani. Soma hadithi nyingine, wakati umekwenda kitusome hadithi nyingine zitimie hadithi 5. Tumesema tutasoma chini ya hadithi 5 insha Allah.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم مما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث 25 حديث 25 وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا وهو راوي الحديث السابق. imepokewa kutoka kwa Abu Dharr radhiyallahu anhu vile vile anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hum min fuqara'i almuslimin, kwamba watu katika masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama qalu linnabii sallallahu alayhi wasallam, walimwambia mtume sallallahu alayhi wasallama: ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, ewe mjumbe wa Allah, dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, wamekwenda watu wenye mali nyingi, watu wenye mali nyingi wameondoka, wamekwenda bil ujuri, na malipo mengi, bil ujuri, na malipo mengi wameondoka nayo, yani athawabu alaiha. Na wamesema haya laysa qasdun bidhalika alhasad, si kwamba makusudio yao katika hilo ni kuwahusudu hao watu wengine, la, walakin wanataka hivyo, na wao wataka jambo la kushindana na wao, wapewe njia ya kupita. Yusalluna kama nusalli, wanaswali kama tunavyoswali, wayasumuna kama nasum, na wanafunga kama tunavyofunga, wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim, na wanatoa sadaka kwa ziada ya mali zao. Yani matajiri wa wakati huo walikuwa hivyo, walikuwa wakitoa sadaka. Leo matajiri wa siku hizo washindana na maskini, hawatumii utajiri wao katika kuitafuta aljanna, illa man rahimahullah, chache katika ambao Allah amewarehemu. Qala: walaysa qad ja'ala Allah lakum ma tasaddaqun, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi hakujalia Allah kwenu kile ambacho mtatoa sadaka? Awalaysa, hivi awalaysa qad ja'ala Allah, hivi hakuwa amejaalia Allah lakum kwenu ma ambacho tasaddaqun, ay tatasaddaqun, tasaddaqun, ambacho mtakitoa sadaka. Inna bikulli tasbihatin sadaqa, hakika kuna katika kila tasbihi moja sadaka. Kila ukisema subhanallah una sadaqa ndani yake pale utakuwa umetoa, yani idha qulta subhanallah fa hiya sadaqatun. Wa kulli takbiratin sadaqatan, na kila takbira moja ni sadaqa. Wa kulli tahmidatin sadaqatan, na kila tahmidi ni sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqatan, na kila tahlili kusema la ilaha illa Allah sadaqa. Tahmidi kusema alhamdulillah, takbiri kusema Allahu akbar, sawa. Kila kimoja katika hivyo ni sadaqa. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa, na kuamrisha wema ni sadaqa. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa, na kuamrisha mema ni sadaqa. Wa nahyu an munkarin sadaqa, na kukataza maovu, kukataza munkar ni sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum sadaqatun, na pana katika tupu ya mmoja wenu sadaka, hata katika utupu wake pia kuna sadaka. Qalu ya rasulullah, wakasema ewe mtume wa Allah, wakawa wanastaajabu sasa. Ayati ahaduna shahwatah, hivi anayaendea mmoja wetu matamanio yake, wayakunu lahu, na utampatikania yeye, fiha, katika matamanio hayo, ajrun, ujira,
yani atapata ujira kwa sababu ya kufanya matamanio hayo. Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, araaitum, nipeni habari, mwaonaje? Araaitum, mwaonaje? Lau wadaaha, lau angiliyaweka hayo matamanio, fi haramin, katika mahali pa haramu. Wadaa, lau wadaaha, lau angiliyaweka hayo matamanio, fi haramin, katika haramu. Akana alayhi wizrun, je, angempatikania juu yake madhambi? Fakadhalika idha wadaaha fi halal, basi kama hivyo atakapoyaweka katika halali, kana lahu ajrun, utampatikania yeye ujira. Kana lahu ajrun, uwe kwake, uwe juu yake ujira. Rawahu Muslim, yani utampatikania yeye ujira, atapata thawabu kwa sababu ya kile alichokifanya. Ahlud duthuri maana yake ni ashabul amwali, walikuwa wanafanya ibada lakini pia wana mali zao wanatoa bifudhuli amwalihim, kilichozidi katika mali zao. Lakini na nyinyi pia mnacho cha kutoa, kithirisheni kusema subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illa Allah. hizo ni albaqiyatus salihat. ahabbu alkalami ila Allah arba'u, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la yadhurru bi ayyihinna bada'ta. Katika hadithi sahihi ametaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ahabbul kalami ila Allah arba'u, maneno yanayompendeza zaidi Allah au maneno yanayopendeza zaidi kwa Allah ni manne: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Ukisema hayo, anza lolote, la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta, haitakudhuru wewe kwa lolote utakalolianza, anza lolote. Na hiyo imetajwa vile vile katika hadithi nyingine kwamba ni ghirasul janna, kwamba hiyo ndio katika miti na mimea ya peponi. Ukikithirisha kusema hiyo, wapanda miti katika pepo wewe, wajiandalia wewe maandalizi yao katika aljanna. Na hivyo kuamrisha mema, kukataza maovu, na mtu kufanya ihsani kwa ahli yake na kustarehe kwa ahli yake. Hii ni dalili ya kwamba Imam Nawawi anasema fi hadha dalilun ala anna almubahat tasiru ta'atin binniyat. Hii ni dalili ya kwamba mambo ya mubaha huwa yanakuwa ni taa kwa sababu ya nia, binniyat sadiqat, kwa nia nzuri zilizo njema za kweli. Faljima'u yakunu ibada, jimaa inakuwa ni ibada idha nawa bihi qadaa haqqi zawja, mtu atakapokuwa amenuia kukidhi haki ya mke, wa muasharataha, na kutangamana kwake, bil ma'ruf, kwa maana kwake kwa wema, alladhi amara Allah ta'ala bihi, ambako ameamrisha Allah kwa hilo. Au talaba waladan saliha, au mtu akawa anatafuta mtoto mwema, au ifafa nafsihi, au kuhifadhi nafsi yake, kuichunga nafsi yake, au ifafa zawjati, au kumkinga mke, wa man'aha jami'an min an-nadhar ila haramin au al-fikri fihi au al-wahmi bihi au ghayri dhalika min al-maqasid as-salihah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tutaishia hapa, tutakuja kuendelea kesho insha Allah katika hadithi ya 26 mpaka hadithi ya 30.